Solidarity forever, for the union makes us strong. Mvutano umeendelea kushika kasi ndani ya muungano wa wafanyakazi wa bandari humu nchini, ambapo makundi yanayopingana yanatuhumiana kwa madai ya kujaribu kunyakua uongozi wa muungano huo kwa njia isiyofuata taratibu. Haya yanajiri baada ya tangazo lililozua utata la kumtangaza Suleiman Owuor kuwa katibu mkuu katika mkutano uliofanyika Mombasa. Hali ilizidi kuwa tete baada ya Suleiman Owuor, ambaye hivi karibuni alirejeshwa kazini na mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi, kuongoza kundi lililomwondoa Simon Sang na kutangaza timu mpya ya uongozi. Wafuasi wake wanadai kuwa hatua hiyo ilikuwa halali na iliungwa mkono na wanachama waliohudhuria mkutano huo. Endapo hatutasimama wima, hatutasimama kidete, pale bandarini kutakuwa ni mahali pa vurumai, na vurumai ile ikiendelea haitakuwa nzuri, kwa sababu inaweza leta pia economic sabotage. Na mimi sipendi kusema kwamba tunyamaze tu kama viongozi. Ninasema kauli hii kupeana vyombo vya usalama wachukulie umuhimu kile kiwanda, wasikubalie mtu mmoja akawa analeta haya ama analeta yale. Hata hivyo, kundi pinzani linalomuunga mkono Simon Sang limepinga vikali mchakato huo, likidai kuwa haukufuata katiba ya muungano. Kundi hilo linasisitiza kuwa notisi inayotakiwa kisheria na kwa mujibu ya kanuni za muungano haukutolewa kabla ya mkutano huo kufanyika. Sisi kama Dock Workers Union tuna sheria zetu, tuna katiba yetu, na tulitangaza kama board, tulikaa tukaamua kwamba uchaguzi utakuwa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu, ambao huo ni mkutano wa tarehe 26 mwezi wa 2 tulipotangaza. Kwa hivyo yeyote anayesema ya kwamba amechaguliwa, hatuambie amechaguliwa katika uchaguzi upi, kwa sababu tunajua iliyokuwako juzi ilikuwa ni kangaroo meeting ambayo haiko katika katiba yetu. Aidha, viongozi wa kundi hilo wamemwandikia barua msajili wa vyama vya wafanyakazi pamoja na mamlaka ya bandari nchini, wakiwaomba kutotambua uongozi uliotangazwa. Wakati huo huo, wasiwasi umeibuka kufuatia madai ya udanganyifu wa kifedha, ikiwemo tuhuma za utoaji wa fedha kutoka kaunti za muungano bila idhini, jambo linalodaiwa kuchochea zaidi mvutano ya uongozi. Special conference inatakana ianzie kwa board, ikitoka kwa board tunapeana notice ya 14 days, after that ndio tunapanga special conference. But special conference hii wanayoisema sijui ilitoka wapi, sijui ilitoka mbinguni wala ilitoka wapi. Same day mabadiliko yashafanywa mpaka kwa signatories katika Dock Workers accounts, washabadilishwa mpaka watu washaenda kutoa pesa, ambapo huu ni ufujaji kulingana na katiba yetu ambayo imetuweka hapa. Tulichaguliwa kwa mujibu wa katiba. Huku mvutano ukiendelea kushika kasi, muungano huo sasa unatazama uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 25 Juni mwaka huu, ambao unatarajiwa kuchagua viongozi wapya na kurejesha utulivu, uhalali na mshikamano ndani ya muungano huo. Solidarity forever, for the union makes us strong. Atenka Negunda, runinga ya KU.